Wazanzibari hawezi kuisahau siku ya tarehe 12 ya mwaka 1964. Siku hii haikuishia kama tarehe tu kwenye kalenda, bali ilibadili kabisa historia ya kisiwa hiki. Ni siku iliyohitimisha utawala wa ubaguzi wa kisultani na kumng'oa Sultan Jamshid ibn Abdallah Al Said. Kwa miongo kadhaa sultani alitawala Zanzibar na ubaguzi wake ulioathiri maisha ya Wazanzibari wa kawaida, lakini tarehe hii wananchi walishuhudia mwanga mpya wa uhuru na usawa. Mapinduzi haya hayakuibuka kwa bahati. Wazanzibari walikabiliana na ubaguzi wa rangi, ubaguzi wa kiuchumi na dhulma. Utawala wa kisultani ulikuwa na mfumo wa Kiarabu uliopendelea Waarabu na madaraka yao. Ingawa Zanzibar ilipata uhuru Desemba 10 mwaka 1963, uhuru huo ulikuwa ni wa bandia kwa kuwa sultani bado aliendelea kudhibiti maisha ya wananchi. Wazanzibari hawakuridhika na hali hii na kiu yao ya haki, usawa na maendeleo hayakuishia hapo. Utawala wa kisultani ulianza kwa Sultani Said mwaka 1940. Serikali hii ilikuwa na ubaguzi wa Zanzibari iwapo Waarabu wana nafasi na nguvu ya kiuchumi. Ubaguzi ulienda mbali hadi kufikia huduma za kijamii, shule, hospitali na huduma nyingine nyingi hazikuwepo kwa raia wa kawaida. Wazanzibari walikosa nafasi ya kushiriki katika maamuzi ya kisiasa na hali hii ilisababisha hasira kubwa. Tarehe 12 ya Januari ya mwaka 1964, wanamapinduzi wakiongozwa na John Okello walichukua hatua. Wapiganaji zaidi ya 600 walishiriki katika mapambano makali yaliyomfanya Sultan Jamshid kuondolewa madarakani. Hii ilimaliza rasmi utawala wa kisultani na kuwapa Wazanzibari nguvu ya kuunda serikali mpya. Maelfu ya Waarabu walitoroka visiwa hivyo na kuokoa maisha yao, na Wazanzibari wakawa huru kwa kujitawala na kujiletea maendeleo. Baada ya mapinduzi ya Zanzibar walipata uhuru wa kweli, ardhi na biashara zilirekebishwa na fursa za ajira, elimu na huduma za kijamii. Pia ilijiunga na Tanganyika na kuunda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mapinduzi hayakuwa tu ushindi wa kisiasa, bali ni uhakiki wa haki na usawa kwa kila mwananchi. Sultan Jamshid aliyetawala Zanzibar kwa muda wa miaka 6 na kuanzia mwaka 1963 alikimbilia Uingereza na hatimaye aliaga dunia Desemba 30 ya mwaka 2024 akiwa na umri wa miaka 95. Kwa maisha yake ya mwisho aliishi kwa ukimya, bila tena mamlaka, akikumbuka ushirikiano wa Zanzibar uliomfanya kuondolewa. Hii ni historia ya sultani wa mwisho wa Zanzibar aliyefutwa madarakani na wananchi wake wenye ujasiri. Mapinduzi ya Zanzibar yalileta mabadiliko makubwa kwa Wazanzibari. Walipata nafasi ya kujitawala, kuheshimiwa na kuendeleza maendeleo yao. Utawala wa kibaguzi uliondolewa Zanzibar. Hadi leo kila ifikapo tarehe 12 ya Januari inakumbuka kama siku ya kihistoria, kuenzi mashujaa waliopigania uhuru na maisha bora kwa kizazi cha sasa na vijao. Hii ni Alute Media na mimi Salim Alute.